Twende tukashuhudie pambano lingine ambapo Richard Mtangi unaweza kumuita Duma kutoka Mafia Boxing Promotion, eneo ambalo linapika mabondia wengi kweli kweli, na mabondia hawa ndio ambao wanaendelea kuoneshana makali, na anaona anapambana na Wilson Phiri, kielezo kwamba ni mdogo wake na bondia ambaye ameshakuja mara nyingi tu hapa Tanzania, Hanok Phiri. Kwa ni moja kati ya pambano ambao nategemea kuona, je, na yeye atakuwa ni mtu ambaye huyu Wilson Phiri ni bondia ambaye anapenda kucheza mkuku ama wake, moja kati ya bondia ambaye amesumbua pia bondia wengi wa Tanzania pamoja na Hanok Phiri. Hanok Phiri ambaye amekuja. Wanasema kaka yake ni pia ukiachana na boxing pia ni wanasema wale wanaopenda kuogelea, wana jina lao limenitoka kidogo. Ni medalisti kwao kwenye swala la uogeleaji. Okay. Kwa hiyo ndo maana mwepesi sana kwenye mikono yake, muda wote anakuwa anashambulia achoki. Sasa mdogo mtu sijajua ana namna gani ya uchezaji kwa sababu sijabahatika bado kumtizama, lakini kadri fight inavyoendelea nafikiri tutaona ni namna gani ya mchezo ambao wanao. Lakini so far mpaka hapa nilipoona ni mtu ambaye anapiga ngumi moja moja. So yule wa kufululiza kama kaka yake. Ana in out ukiangalia akitupa anatoka pia, lakini vile vile anaonekana na ategemea, inawezekana ana power. Richard anatakiwa mzuri sana kwenye kutumia urefu wake, lakini vile vile ikiwemo 1-2. Yeah, ikiwemo 1-2 combination. Yani awe na zile ngumi za kushtuka, yani kama ni jabu anashtuka. Kama umeona kama hivyo Wilson Phiri alichokifanya, kapiga akatoka, lakini Richard Mtangi na yeye mwenyewe unaweza kumuita Duma, kapiga body punch nzuri sana hiyo, akianzia chini anatafuta kujenga heshima yake na jina lake kutoka Mafia Boxing Promotion, akianza naye chini akipanda naye juu. Je, majibizano atayaweza ama anatakiwa aende taratibu taratibu? Mimi nafikiri Richard angecheza kwa mchezo wa kutembea, yani angerelax, acheze jabu, anatembea, yani akisogea anapiga light. Asifate mchezo wa huyu Phiri kwa sababu anacheza Wilson Phiri anacheza mchezo ule ana force mchezo wa ndani kwa sababu yeye ni mfupi kwa Richard. Kwa hiyo Richard inabidi acheze kwa kutembea, lakini pia ajipe nafasi, asimsogelee sana Wilson Phiri kwa sababu mtu mfupi siku zote ukimweka ndani ndo unampa advantage kubwa ya kucheza. Kama hivyo anavyofanya, inabidi acheze mbali, yani jabu yake ipate uhuru wa kucheza na light yake, yani hata kama zile wantu akipiga anapiga kwa kueleweka. Hanok Phiri pamoja na Richard Mtangi ni kama wameamua na wenyewe kuoneshana kwamba tunaweza kipimo cha tumbo, lakini vile vile akijaribu kutafuta eneo la juu, gadi ikiwa muda wote iko juu kwa Wilson Phiri. Round ya kwanza imekuwa ni ya vuta ni kuvute. Mbona kama wameamua, angalia, hawajataka kuogopana. Kitazama hapo, ilikuwa left hand nzuri sana ambayo ilifika kwenye eneo la uso kwa Richard Mtangi, lakini vile vile kuna body punch ambayo ilienda. Nafikiri Richard kuna namna fulani miguu yake haikanyagi chini. Hebu nianze kumfuatilia, kweli akanyagi chini. Yani ile left hook yake akipiga anakuwa kama ananyanyuka. Richard analazimisha kukaa naye karibu, lakini nahisi kwamba Wilson Phiri ni hatari zaidi ukimweka karibu kwa sababu ana spiri ya mikono, na hata ukitazama ana hiyo right hand yake ambayo anaitumia kama overhand, na wakati mwingine ni kama anatafuta right hook ya kuweza kutafuta kidevu kile. Naam. Cha Mtangi. Lakini pia nimeona Wilson Phiri ni mtu ambaye au ni boxer ambaye anapenda kucheza combination. Yani kama vile alivyokuwa akicheza Akshay, ukisogea karibu anapiga combination, yani ngumi nyingi kama hivyo akikupata nafasi. Yani akipata ile nafasi moja anataka kuitumia vizuri. Kwa hiyo yani Richard inabidi asimweke ndani, yani asimkaribishe ndani Phiri. Si hivyo tu, angalia namna anavyotengeneza engo kupitia miguu yake. Ni mwepesi sana. Angalia Richard anatakiwa awe na ujuzi na kuelewa kitu gani ambacho, mpango gani ambao ameingia nao Hanok Phiri, ambao gadi yake iko juu muda mwingi, lakini akimsogelea hakubali kuondoka hivi hivi. Richard akimtafuta, alikuwa ameachia sura yake na kutana left hand moja, na hapa ikawa nipige nikupige. Sasa bado anaendelea kutafutana, utulivu upo.
kwa Wilson Phiri, utulivu upo kwa Richard Mtangi. Wote wawili wakiwa katika raundi ya pili katika raundi 6 kwenye usiku wa knockout ya mama season 6, muendelezo wa kuhakikisha basi mchezo wa boxing unakuwa zaidi, na leo tunashuhudia mapambano karibia yote ni mabondia wa Tanzania dhidi ya mabondia kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Nimeona Phiri amepiga left hook nzuri. Phiri ni moja kati ya ana combination nzuri sana, angalia anavyotengeneza engo akipiga, anaondoka pale alipo, ataangukia kushoto, atarudi kulia. Anacheza kwa nidhamu kubwa sana. Mtangi pia Mimi nafikiri Mtangi awe makini, akae acheze, yani angecheza mbali. Nafikiri kona yake akirudi kwenye kona kama kocha Mwakinyo ameliona hili, inabidi wamshauri acheze mbali kutokana na aina ya mtu anayecheza naye ni mfupi. Kwa hiyo anavyomkaribia lazima panchi zake anapata uwepesi wa kupiga. Kwa hiyo akicheza mbali, hiyo jabu yake muda wote ikiwa active, akiwa anacheza jabu yake muda wote, huyu Phiri hawezi kupata nafasi ya kusogea karibu, na hata hizo combination zake zinakuwa hawezi kupiga. Kitazama Hanuk Phiri pamoja na speed alionayo, lakini anaonyesha pia ana nguvu. Ya power anayo. Angalia namna ambavyo anajaribu kureact. Ni kile kitu nilichokisema mwanzo, Phiri harukiruki, nyaga miguu chini, lazima panchi yako inakuwa na power sana. Aidha ilikuwa left hand nzuri sana ambayo ilifika kwa Hanuk Phiri na akafeel ya maumivu, lakini vile vile kukubali na yeye mwenyewe akataka kurudisha, lakini wakati wote unaangalia gadi yake iko juu. Moja kati ya kitu ambacho unashauriwa toka pambano linaanza, muamuzi mwenyewe referee anakuambia hakikisha unajilinda muda wote, protect yourself. Na ni moja kwa moja matangazo haya kutoka hapa viwanja vya Posta Kijitonyama, Dar es Salaam, Tanzania. Afrika inashuhudia mapambano ya kimataifa, mabondia wa Tanzania na mabondia wale wa nje, na hapa ambao wanapambana ni Richard Mtangi kutoka Mafia Boxing dhidi ya Wilson Phiri kutokea kule Malawi, na akiendelea kuoneshana makali 1-2 zinaenda, wengine wakitafuta tumbo au wakitafuta zile body punch kama hivyo. Yule ambaye atakuwa na power ndo ambaye anaweza kumnyongonyesha mwenzie, lakini Duma naye pia anajaribu kuonyesha gadi yake imekuwa nzuri, anajaribu. Naona saka mguu umekaa overhand, hiyo imeenda kwa Hanuk Phiri, akijaribu kumtia kwenye eneo au kumweka kwenye eneo ambao ni gumu zaidi Mtangi, lakini Mtangi anamwambia wewe, mimi hapa niko nyumbani. Kiendelea, Hanuk Phiri anatumia bega lake kumsukuma akimweka kwenye engo, lakini hesabu zilikataa pale. Na mkono ulipita kwenye kamba. Hesabu zilikataa. Jab. Kuna hesabu kali hapa. Wilson Phiri ametulia sana. Yaani hata kwenye raundi hii iliyoanza pia namuona Richard Mtangi ni kama ana mabadiliko. Ana mabadiliko kwa namna fulani. Kutokuwa muoga na kufanya yale ambayo yanatakiwa, lakini hata wepesi pia nafikiri hata ile uliosema kwamba kuonyesha ile nguvu alionayo, kwa sababu Richard moja kati ya sifa yake kubwa ni moja na power alionayo. Naam. Sasa anaitumia vipi? Hizo overhand ikimkuta. Hiyo ni super middle. Hatari kabisa. Unajua kuanzia super middle kwenda light heavy na hizo zinazoendelea. Bwana, one mistake one goal. Hizi kilo zetu hatari sana. Yaani ukijichanganya tu washangaa. Unashangaa mbona watu wako juu, mimi niko chini. Unashangaa mbona nimelala bila wakati hakuna godoro hapa. Watu wanakuambia hiyo canvas ndio godoro wenyewe, unaweza kulala hata chini. Wow. Nzuri sana hiyo body punch nzuri. Right hand ya kama anamtafuta tena jab. Richard Mtangi anaitafuta. Wanasema sasa hivi imekuwa wanabadilishana punch bila uoga, kwa sababu mili kwanza ishapata moto. Jab yake akiendelea kwenye tumbo, lakini vile vile hii left hand yake pia ni kali sana, naiona kwenye kwa upande wa Wilson Phiri. Yaani ukiacha na nahisi pia mikono yake kubwa ni kama pia mkono wake kulia na mkono wake kushoto ni kama pia yote inatumika vizuri. Jaribu kumfuatilia Leila na utaniambia kitu gani ambacho umekiona. Naona mkono wake kushoto pia akitoa una speed kali na unaenda ukiona power, lakini vile vile hata akitoa right hand yake Wilson Phiri na anaonekana pia bado anakuwa na nguvu ile ile. Mimi nafikiri nikitoka hapa leo nitaenda kufanya homework ya kufuatilia mabondia wa Malawi. Kwa nini wana nguvu na kwa nini ni wavumilivu?
wa Malawi. Watu wa Malawi Naam. Tazama mambo jinsi yalivyokuwa. Hiyo overhand kakataa, na hapo ndipo ambapo pia Richard Mtangi akatumia jabu yake, lakini hapo counter punch ambayo ilienda akaiona, akamweka mbali, akamtafuta kwenye tumbo. Hiyo hapo right overhand ikaenda tena left. Nimekuambia mikono yake miwili yote ni kama na nguvu, unaweza ukashuhudia kwa uchache kama hicho ambacho ukiona. Round number 4, round number 4 kati ya zile round 6. Wow. Haya. Body punch nzuri ambayo Richard Mtangi ameitumia. Ikienda tena nzuri. Combination nzuri akitafuta kwenye upande wa mbavu. Richard Mtangi amecheza vizuri sana na akiendelea kumweka mbali hivyo anawezekana akawa na wakati mzuri wa kuendelea kumpa wakati mgumu. Naam. Hey. Richard akiendelea kuitumia jabu yake vizuri na kitu ambacho nakiona kwa Richard Mtangi ambacho amenifurahisha mpaka dakika hii, hainami, yani ule urefu wake ameutumia vizuri, anainuka. So yule wa kuinama, kuna mtu mrefu lakini anainama mpaka anakuwa yeye ndo mfupi sasa kuliko hata yule mfupi mwenyewe. Kwa kitu hicho kimemsaidia so far kwa kunyoosha ngumi zake, hivi anapokuwa ananyoosha zinakuwa zinafika vizuri kwenye target. Kwa hiyo hiyo jab ya in out inaweza kumsaidia zaidi, kwa sababu ukiangalia kwa asilimia kubwa Richard kwa muonekano wake na umbo lake jinsi lilivyo linambeba zaidi. Ni kweli kabisa. Mikono yake ni mirefu, kwa akimweka mbali Anokpiri umuoni kama akimpa nafasi, lakini akienda karibu ndio unakutana na hizo combination, anampa nafasi zaidi ya kufanya kile ambacho anakihitaji. Naam, anakuwa anampa nafasi kubwa sana ya kucheza gati nzuri. Yani akiwa yuko karibu anampa opportunity ya kucheza Wilson Phil, lakini kikaa mbali Wilson Phil anapata wakati mgumu wa kucheza ngumi zake ikiwemo hizo combination. Bila shaka unaendelea kufurahia na kuenjoy kupitia Azam TV. Na bado kwenye usiku wa leo kuna mapambano mengi tu ambayo tunaendelea kuyashuhudia kwa pamoja kupitia ulingo huu. Na kwa sasa ni burudani kutoka kwa Richard Mtangi kutoka Mafia Boxing Promotion, huyu ambaye bukta yake imeandikwa Mafia, lakini Wilson Phiri ambaye yeye kwa upande wake huyo mwenye bukta yake nyekundu, bondia kutoka Malawi. Body punch nzuri sana ambayo anayo. Nimependa Richard kile ambacho anakifanya. Na jab yake imekaa vizuri, lakini akimkimbia hataki kumweka karibu zaidi, lakini sasa baada ya hapo kilichosalia ni yeye sasa kwenda kwenye matukio ya mipango sasa ya kumfikia Anokpiri baada ya kumweka mbali, na hapo na mara nyingi inakuwa ni jab. Akimsogelea tena round ya 4 imekamilika, na ilikuwa namna hii ukiangalia hapa kati, lakini vile vile akimpiga left yuko nzuri sana ambayo Richard Mtangi aliipeleka. Naam, nimependa alivyopiga, alianza chini akafuata juu kwenye left hook. Na zote zikawa zimefika. Lakini akukubali vile vile Wilson Phiri. Naye akarudisha akasema mistaki unyonge. Sitaki unyonge. Pamoja na Mheshimiwa Katibu Mkuu Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo, kakangu Garrison Msigwa. Haya. Raundi ya 5. Ni raundi ya 5. Mpaka sasa hakuna bondia yoyote ambaye unaweza kusema amekuwa mchekea. Mabondia wote wamejiandaa vizuri na wanaendelea kuonesha makali yao kwenye ulingo. Mabondia wote wakiwa wamejiandaa vema sana. Richard akiendelea pengine mchezo safi sana, imekuwa ni 1-2 nzuri ambazo amepiga na kisha akatoka. Nafikiri ni moja kati ya njia nzuri sana ambayo anaweza kaitumia Richard. Ndo unasema una box zaidi
Au unahitaji hiyo? Hiyo wanasema ukipiga hivyo unakuwa una box, yani yani mara nyingi ngumi hizo wanapenda kutumia watu ambao wenye kucheza kwa mahesabu mengi. Kaiona vizuri sana ile, na hapo anaendelea naye Richard Mtangi. Ni kama anaona kabisa mimi nimemudu huyu kwa sababu ameyataka mwenyewe. Wow. Acha nimpatie kazi. Wow. Body punch nyingine. Richard Mtangi analazimisha kwamba wewe maliza sasa, zile kelele za mashabiki zinatokea. Lakini vile vile Wilson Phiri si mwepesi, anaenda naye na yeye pia. Richard Mtangi ni kama Wilson Phiri na yeye kama anakubali, lakini anamwambia kwamba bado hapa tunaenda moja kwa moja au mdogo mdogo mpaka tutafika. Of course, yani wamekutana kwa namna fulani kama wanafanana mchezo. Yani huyu anapenda kupiga left hook, huyu anapenda pia kupiga left hook. Kwa hiyo kinachomkosti Wilson Phiri ni kwamba mfupi. Kwa hiyo Richard akirudi tu kidogo zinakuwa zinaelea hewani, hazifiki kwenye target. Lakini pia urefu wa mikono pamoja na urefu wake Mtangi umekuwa unamsaidia sana, kwa akinyoosha mikono kidogo tu ana uwezekano, yani ngumi zake zinakuwa zinafika haraka kwenye mwili wa Wilson Phiri. Haya, tuone mambo yanavyokwenda kwa wakati huu tena. Je, taweza mchezo ambao ameingia nao saizi Richard, nafikiri kuna yake ameeleza vizuri sana. Kina kocha Wakinyo ameeleza vizuri kitu gani ambacho anapaswa kukifanya, kiwango cha kwamba hamweki karibu tena Wilson Phiri. Naam, mweke tena karibu Wilson Phiri kwa sababu nafikiri wamemwambia mweke ampe distance kwa sababu yeye ni mrefu, lakini pia akikaa karibu na Wilson Phiri anakuwa anampa nafasi kubwa Wilson Phiri ya kuja kucheza au kupiga combination zake. Kwa hiyo inabidi amweke mbali ili aweze kucheza kwa kurelax au kwa kujiachia yeye Richard Mtangi. Raundi ya 5 hii ikiwa inamalizikia. Moja kati ya wakati mzuri sana, na Richard anatoka anafurahi, anapiga makofi, ikiwa imesalia raundi moja pekee kukamilika. Unatokea pale ambapo anapokuwa unaona kama hivyo akipiga zile left hook zake, kwa sababu yeye ni mfupi. Richard akirudi kidogo tu zinakuwa zimkuti, lakini kama akikaa hivi yani zero distance, akisogea karibu inakuwa inampa wakati mgumu sana Richard kuweza kuscore. Kwa hiyo kitu ambacho naweza nikashauri kama ningekuwa kwenye kona ya Richard ni kwamba ampe distance, yani awe mbali kidogo na Wilson Phiri, kwa sababu kwanza ana ngumi fulani zile za kurukia zile za kukurupuka zile. Kwa hiyo kama nikiwa kwenye kona ya Mtangi ningeshauri hicho kitu, lakini pia kama ningekuwa kwenye kona ya Phiri ningeshauri kwamba asimpe nafasi Mtangi kwa sababu yeye ni mfupi. Nimeona kuna spirit moja ipo ndani ya yani Wilson Phiri, nilikutana nayo kwenye mchezo kwenye mchezo wangu wa mwisho nilocheza na Agnes Mtima Ukanena. Hiyo morali ya kupiga miguu kwenye ring na Agnes Mtima Ukanena pia alikuwa nayo kabla ya kuanza mchezo, akawa kidogo kama anapasha hivi pembeni. Yani wana namna fulani kama ile ya morali ya Kimasai ile unakuwa unapandishwa morali, ndo wanayo hao. Haya, tuone Richard pengine kama ataendelea mchezo wake, inawezekana ambao katika wakati mzuri zaidi, lakini kumbuka kwamba hii ni round ya mwisho. Unaweza kusema kwamba ni round ya mabingwa, round ya 6, na kila mmoja akiwa anaangalia kitu gani hasa ambacho anaweza kufanya, na hapo sasa ni kukumbatiana kidogo kuhakikisha kwamba kila mtu anakaa sawa sawa. Naambia bwana, mambo ya kumbato halitakiwi kwa muda huu, si wakati huu wa kupeana kumbato. Richard alikuwa ameenda na akakutana ile na left hand, lakini anaendelea na board punch akitoka in out nzuri ambayo ameifanya. Tanki anaenda tena akimjaribu kwa power yake na right hand hiyo. Mpaka sasa tumekuambia kwamba hatujapata au hatujashuhudia KO yoyote ile, licha ya kwamba tupo kwenye knockout ya mama. Na sisi hapa tunatamani itokee kwa sababu tunajua faida yake. Tutaona hapa mihela ikimwagika tutaiona. Kitu kizuri ni kwamba usilazimishe knockout kwa bondia, kwa sababu ukifanya hivyo unaweza kujikuta kwenye matatizo makubwa. Ukajikuta unalala mwenzio akawa kasimama. Ukawa hoi tena. Kwa mapambano yote yaliyopita tumewashuhudia Watanzania wakifanya vizuri, kasoro pambano moja tu la Kato Machemba dhidi ya Akshay Chahal, ambapo Akshay Chahal akishinda pambano hilo, lakini mapambano mengine Watanzania wameibuka kuwa imara na bora zaidi ndani ya ulingo katika knockout ya Mama Season 6. Na hii ni Azam TV, mimi ni Gilbert Johannes nikiwa hapa na Leila Macho. Bondia huyu simuone hivi, niko naye hapa, bondia nambari 1 kwenye uzito wake.
nambari 9 duniani. Kwa unaweza kujua ni bondia wa namna gani hasa, sio wa kumchezea na yeye. Richard nini ile ni ameteleza ama la? Alijikwaa nafikiri kwenye mguu wa Phil. Haikuwa clean punch ambayo ingempeleka kwenda kugusa canvas, ilikuwa ni sababu ya kuteleza. Na kwenye round ya mwisho ni kama Richard anahisi kama au anaona kama amescore alama nyingi zaidi. Kiangalia kama yeye ni kama amekuja na plan nyingine ya kutoka, lakini umuoni pia akiwa na react kwa kiwango kikubwa. Naam. Akitumia jab yake, kitumia vizuri, lakini Wilson Phiri lakini pia kuna kitu kumbe tulikuwa tujakiona bwana. Huyu Wilson Phiri kumbe ni southpaw. Mtu yoyote ambaye anacheza southpaw right yake inakuwa ina maamuzi sana wakati wote, na ikifika inakuwa na power sana. Kwa hiyo asipokuwa makini kuna uwezekano mkubwa wa kupata madhara. Ndio maana kumbe alikuwa namna fulani, kuna maamuzi anashindwa kuyafanya kutokana na hiyo stance aliyokuwa mpinzani wake. Kwa stance ambayo ukawa unajua kwa muda mwingi ulikuwa ukimwangalia pia Wilson Phiri namna ambavyo alikuwa anaenda, ndio maana ilikuwa ni ngumu watu kugundua kwamba anatumia kwa sababu anaenda kasimama sawa sawa. Judge namba 1 Deyo Mbise amescore 58-56 and Modest Rashid amescore 59-55 and Saidi Mkonde he scored 77-57. Kwa mantiki hii, ladies and gentlemen, the winners all the way from Tanzania, Mafia Boxing Promotion, red corner, Richard